Naam, ni kongamano la 5 la idhaa ya Kiswahili hapa Arusha. Mtazamaji wa TriGen Media, TriGen Media imekita kambi hapa. Tutakuwa hapa kwa siku 3. Takwimu zinasema kwa sasa wazungumzaji wa Kiswahili ni zaidi ya milioni 500. Kiswahili oye. Na namna hiyo ni kwamba uanze kujivunia, lakini mambo ambayo yamezungumzwa katika siku ya kwanza leo ni kuhakikisha Kiswahili, hasa watengeneza maudhui ya Kiswahili wanapata fedha kama ambavyo lugha nyingine zinafanya kama Kiingereza na kwingine, ambapo waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Mheshimiwa Makonda amesema kwamba wanataka kufuatilia UNESCO wakishafika huko ili malipo iwe sawa kama wanavyofanya lugha ya Kiingereza. Mimi nipo hapa nikifuatilia, naitwa Leonard Mubali. Usikose kufuatana nasi katika yale ambayo yatakuwepo hapa. Mambo mengi ya Kiswahili yataangaziwa hapa, lakini kwa siku ya kwanza dondoo muhimu tumeambiwa wazungumzaji wa Kiswahili idadi yao imepanda sasa mpaka 500 zaidi. Nazungumza na wataalamu wa Kiswahili hapa. Naonana daktari hapa. Unaitwa nani? Asante sana. Naitwa Daktari Neema Julius Luhwago. Ni mhadhiri wa Kiswahili kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma, Tanzania. Umepokeaje taarifa kwamba wazungumzaji wa Kiswahili sasa hao milioni 500 plus? Kwanza kabisa nimefurahi kwa sababu kumbuka sisi wahadhiri tunazalisha wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili, hasa Kiswahili fasaha. Kwa hiyo kwetu imekuwa ni shangwe, kwa sababu pia tunajua ongezeko pia hata la wanafunzi kutoka nchi mbalimbali kuja kusoma. Tumekuwa na wanafunzi kutoka Burundi, tumekuwa na wanafunzi kutoka Kongo, na hivi karibuni tunaanza kutarajia kupata wanafunzi kutoka Namibia na Ghana. Kwa hiyo kwetu ni shangwe kwamba Kiswahili kinazidi kupepea. Ni makosa gani ambayo tumekuwa tukijisamehe, ambayo ingekuwa ni lugha ya Kiingereza usingejisamehe, ambayo ninyi kama wahadhiri msingependa yaendelee? Hasa ni zile athari za lugha mama. Athari za lugha mama tayari nadhani ushaiona hapa kinamna. Athari ya lugha mama imekuwa ni changamoto kubwa, lakini kwa kipindi ambacho tunazidi kukieneza Kiswahili, tumekuwa tukifunga macho au tukifunga jicho moja na kusema acha iende, lakini huku tukija nyuma kwa kuendelea kurekebisha kwa warsha kama hizi, mikutano kama hii inasaidia sana kurekebisha. Sasa msifumbe macho Dokta, msifumbe macho. Nazungumza na mshiriki mwingine. Bwana unaitwa nani? Naitwa George Kiomshula kutoka Bagurusi Foundation. Tuko katika kongamano kubwa la 5 duniani. Nini maoni yako siku tu ya ufunguzi? Kuna kipya umekiona hapa? Vitu vingi ambavyo nimeviona na nimevipata. Kwa mfano mimi binafsi naandika Kiswahili sanifu kuliko ninavyokiongea. Okay. Kwa hiyo kuongea unakubaliana na wale wanaobananga lugha, ukija kuandika unaandika sanifu. Unaandika Kiswahili sanifu kwa sababu either way unataka unayemfikishia ule ujumbe asiwe mimi ni mshairi. Kwa hiyo ajue unatumia tamathali zote za semi, unatumia mishororo kwenye ushairi, lakini kwenye kuongea na tatizo la elo na ala pia. Okay. Kwa hiyo asili. Kwa hiyo najifunza, bado ni Mswahili, naongea Kiswahili, lakini kwenye Kiswahili sanifu tumalizie sasa. Kimezungumzwa hapa Kiswahili kama biashara, kwamba kila kitu inataka sasa kiwe katika mfumo wa biashara. Umejiandaa vipi kama mtaalamu wa Kiswahili? Namshukuru Mungu nishawahi kupata hiyo fursa ya kuna project moja ambayo alikuwa anaifanya kazi mradi producer mmoja ya muziki, walikuwa wanatafuta mtu wa kuongea maneno ya Kiswahili. Unakuwa unapewa mwongozo, unaongea kwa Kiswahili sanifu na rahaja fulani. Kwa hiyo mimi nilipewa kazi kama ya kaskazini huko, naongea kwa rahaja hiyo na nilipata pesa. Kwa hiyo wewe ulishakula matunda? Nishakula matunda. Namna hiyo Kiswahili kugeuka kama biashara ni moja ya ajenda ambazo zinazungumzwa katika mkutano huu wa 5. Ni kongamano kubwa ambapo Waswahili wote duniani, mashirika ya Kiswahili ya habari na mashirika mengine yapo hapa kwa siku 3. Kukuaga, naitwa Leonard Mubali. Tutaendelea kukuletea kanayoendelea hapa. Uwe na siku njema kwa leo, lakini usiache kutufuata mwendelezo wa kesho.